wa ngazi ya captain ndio daima walioleta, na nadhani huyu Traore sijui ni wa magharibi, Afrika ya magharibi kule, nadhani na yeye ni captain pia, na nadhani hata majeshi mengi yaliyochukua hatamu ni makapteni walichukua hatamu, sio wale wakubwa wa juu. Kwa hiyo mimi na hakika Mwenyezi Mungu kuna kitu anatuonyesha, Mwenyezi Mungu anatujengea kwa njia ya vijana hao ambao ni makamanda jasiri, hawakuogopa kutamka, whether ni binadamu halisi. Kama umeona sanamu inaongea, maanake naweza kusema labda ni picha ya mtu, lakini picha ya Tesha niliyoangalia ni sanamu inayopumua. Kwa hiyo ni sanamu inayoishi, iliyo hai. Kwa hiyo kuna mtu fulani, hata kama sio jina lake hilo la Tesha, mimi naamini kabisa kuna mtu mmoja ndani ya uniform ya jeshi ametoa kauli, ametupa Watanzania matumaini, na ninaamini kabisa mpaka mtu ambaye hamwamini kwamba ni Tesha hai, basi aniletee ushahidi kwamba sio Tesha aliye hai. Mwenyezi Mungu awabariki, kuinua hali ya maisha ya kila mtu na kila mtu aweze kupata huduma hizo. Kama watu wachache wanaishi maisha ya fahari na watu walio wengi hawapati hata mahitaji yao ya lazima, hatutaweza kudumisha amani na utulivu nchini mwetu. Ni muhimu sana kwa chama chetu na serikali zake kulizingatia jambo hili kwa makini. Nimeshamwambia mkuu wa majeshi mara nyingi, na nimewaambia, sikuficha kwamba nimemwandikia, nikamwambia nchi yetu iko hatarini, nchi hii ilijengwa. Majeshi yetu ni kati ya watu ambao wameumia sana katika kufikisha nchi yetu kwa nchi ya amani. Nashukuru sasa, nina hakika mkuu wa majeshi amemsikiliza huyo kamanda. Mimi sina hakika ni wa kweli si wa kweli, whether ni wa kweli au si kweli, mimi sijali. Mimi nimeona nyota za jeshi letu, nyota 3 kwenye nguo zake rasmi za kijeshi. Nimeona kauli yake. Si kazi yangu kupekua, kwa sababu sina hata mahali pa kupekua, lakini kazi yangu ni kutafakarisha Watanzania, hasa baada ya kuonywa miaka karibu 30 na Mwalimu Nyerere, miaka takriban 30 na kidogo zaidi, mwaka 90, ni zaidi ya miaka 30. Mwalimu ametuonya. Sasa ni rais gani huyu ambaye anakuwa kilio cha watu wake, hadi sauti ya watu wake, hatambui kwamba nchi inataka mabadiliko na dalili za mabadiliko hazijui? Aina gani huyu? Kwa hiyo sasa mimi naamini na mimi sijali kama nilivyosema whether captain ni wa kweli si wa kweli. Mimi naamini ni wa kweli, na ninategemea jeshi litoke hadharani ili sisi Watanzania tujue aliyetoka si mwanajeshi, au tujue kwamba na mkuu wa majeshi haungani na sisi, tujue kwamba haungani na sisi yeye mwenyewe, kwa sababu huyu mmoja angalau amejitoa na amesema amechoka. Yeye amesema amechoka. Na kwa Watanzania msiojua, katika nchi ambazo mabadiliko mara nyingi yametokea, nendeni kwenye historia, mnaweza kugugo tu, walioleta mabadiliko daima ni maaskari wenye cheo cha captain, na sababu inajulikana. Sababu ni kwamba Mpunda sijui na nani na wenzake wote wa chini yake, wale wote wanaishi kwa hisani. Mkunda na wenzake wote wanaishi kwa hisani, na ndio maana waliokuwepo pale kwenye wakuu, wale makamanda wakubwa wote, akawaambia nitawatafutia hela, na hata kesho kutwa watakapoanza kuwekwa barabarani, hawa wakubwa ndio zile pesa zinatumika kwa kawaida kwa ajili ya hawa wakubwa. Hawa kina captain wao ndio watekelezaji, lakini kiasi gani kinamegwa kwao? Kwa mimi, na cha kwanza kabisa
naomba niwarudishe kwa hiyo kauli ya Mwalimu, niwaambie kabisa kama Watanzania angalau imani ndogo yetu ya Watanzania tulio wengi kwa Mwalimu ni kwa sababu hakumumunya maneno, aliwaeleza ukweli wao, japo watu wengi walikuwa hawajui haya maneno aliyotamka Mwalimu. Ni kweli kwamba Mwalimu tulitegemea pamoja na haya maneno mazuri makali, alitakiwa kwenda mbele zaidi, kwa sababu yeye alikuwa na mamlaka makubwa. Mpaka mwaka huu wa 90 Mwalimu alikuwa ndiye mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo tunachoshangaa moja ni kwa nini hakuchukua hatua angalau kurekebisha katiba yetu. Lakini hiyo sasa imeshapita, tuwezi kurudi tena kwenye hiyo historia. Hayuko Mwalimu, lakini chama chake hakisikilizi. Rais anapochaguliwa hasomi hizi nyaraka, japo anajua ni kweli muda wa kusoma na wala hahitaji kusoma. Ndio maana katangaza kwamba hahitaji, lakini hata angesoma sijui kama angeelewa haya mambo.